السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के halifa mtukufu yadhahullah taala bin Nasir Aziz anasema kwamba leo tena nitaeleza baadhi ya matukio ya maisha ya Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kupitia hutuba za halifa wa pili radhiyallahu taala anhu. Ingawa matukio haya tunayajua tayari, lakini jinsi anayoeleza halifa wa pili al-Muslim radhiyallahu taala anhu tunaona mada mbalimbali kutoka katika matukio haya, na vile vile tunajua kuhusu heshima ya Sayyidina alayhi salatu wassalam na vile vile msaada wa Mwenyezi Mungu uliokuwa pamoja na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Aya 17 ya sura Yunus, kanuni aliyoweka Mwenyezi Mungu kuhusu kutambua ukweli wa nabii wa Mwenyezi Mungu, kwamba labistu fikum umaran min qablihi afala taqilun, yani nimeshawahi kuishi kati yenu kwa muda mrefu, je nyinyi hamtumii akili? Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba awatangazie makafiri kuhusu dalili ya ukweli wake. Hii ilimradi hii ni kanuni ya kutambua ukweli wa nabii wa Mwenyezi Mungu, kwamba maisha yake ya zamani yanakuwa dalili ya uhai wake na ukweli wake. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu katika hutuba yake fulani anasema, na hutuba hii ilitolewa kwa sababu ilitokea tukio fulani kwamba katika Qadian wapinzani, hasusan maulama ambao walikuwa wapinzani, waliita kikao katika Qadian na walitumia maneno machafu dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, walimtukana, na walikuwa kutoka katika mkutano huu walikuwa na nia hii kwamba walete ufisadi katika kijiji cha Qadian, lakini Mwenyezi Mungu akaleta fadhila, hawakuweza kuleta ufisadi, lakini sawa na uwezo wao walitumia maneno machafu dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Baada ya mkutano ule au kikao kile, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia
alifanya mkutano. इतराज करने वालों के इतराजात के जवाब भी दिए, katika mkutano ule साबित की। hadrat muslima radhiallahu ta'ala anhu alitoa majibu ya shutuma za wapinzani na alithibitisha ukweli wa sayyidina alayhi salatu wassalam. लेता हूँ, आपने फरमाया siwezi kueleza mambo yote yaliyozungumzwa pale, lakini nitaeleza sehemu fulani kutoka katika hutuba yake. alisema halifa wa pili kwamba tunapoona maisha ya sayyidina alayhi salatu wassalam kabla ya kudai kwake, कोई इतराज कर सकते हैं? aliwatangazia waislamu singasinga na mabaneani kwamba je, mnaweza kuleta shutuma dhidi ya maisha yangu ya zamani? Lakini hakuna hata mmoja aliyeleta shutuma, bali wote walikiri kwamba maisha yake yote yalikuwa yenye uchamungu na utakaso. na hii ndiyo ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba aliyosema lakad labistu fikum umura min qablihi afala taqilun. sawa na kanuni hii, kila mmoja alitoa ushahidi kwamba maisha yake ya zamani yalikuwa yenye uchamungu sana, au hawakuweza kuleta shutuma dhidi ya maisha yake ya zamani. उसने अपने रिसाले में kisha anasema halifa wa pili kwamba mwali Muhammad Hussein Batalwi aliyekuwa baadaye mdui wa hali ya juu, katika gazeti lake yeye pia alikiri kwamba maisha ya sinama la Islam yalikuwa yenye uchamungu na utakaso sana. na Munshi Zafar Sahib katika gazeti lake kuhusu maisha yake ya mwanzo wa sinama la Islam alisema kwamba alikuwa mtu mwema sana. basi mtu ambaye kwa miaka 40 hakufanya makosa na maisha yake yalikuwa yenye uchamungu, imetokea namna gani kwamba katika usiku moja amebadilika na ameharibika? Maulama na wajuzi wa akili wao wanakiri na wanakubali kwamba kasoro inapatikana au kosa linapatikana polepole. पैदा होती हैं, एकदम कोई तगय्युर अखलाकी नहीं होता। wenye kutambua akili na hulka wanasema kwamba maovu yanapatikana polepole, hulka mbaya zinapatikana polepole, hazipatikani mara moja. basi angalieni kwamba maisha yake ya zamani yalikuwa yenye uchamungu kiasi gani au yenye mwanga kiasi gani, kwamba hakuna hata mmoja aliyeleta shutuma kuhusu maisha yake ya zamani. kisha Mwenyezi Mungu katika sura Mumin asema kwamba inna lanansuru rusulana, yani sisi tunawasaidia mitume wetu. किस तरह देखते हैं? मुस्लिम कहते हैं msaada huu tunaonaje kwa ajili ya sayyidina alayhi salatu wasalam? hadha muslima radhiyallahu ta'ala ana anasema kwamba watu walifanya njama ya kumuua sayyidina alayhi salam, wengine walijumuika ili wamuue sayyidina alayhi salatu wasalam. kesi za uongo zilifanywa dhidi ya sayyidina alayhi salatu wasalam. Dr. Martin Clark alifanya kesi ya uongo dhidi ya sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba इस दावे के साथ आया था sayyidina alayhi salam alitaka kumuua. hata mtu mmoja alisema kwamba alipewa jukumu la kumuua Dr. Martin Clark, na yule hakimu aliyekuja na madai haya kwamba kwa nini huyu anadai kuwa masihi, kwa nini hakukamatwa mtu yeyote, mimi nitamkamatwa. lakini kesi inapofanywa, inaposekelezwa, hakimu yule yule anasema kwamba sawa na maoni yangu, kesi hii ni kesi ya uongo. na alisema maneno haya mara kwa mara, na hatimaye yule mtu aliyeleta lawama dhidi ya sinama alayhi salatu wasalam alipopewa mikononi mwa polisi akaanza kulia na akasema kwamba mimi nilifundishwa na Wakristo. kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliondoa shutuma hii za uongo. Huzuri anasema maelezo yake nitaeleza baadaye. vile vile anasema halifa wa pili kwamba कि वो भी इसी मयार पर परख कर Maulwi Umar Din Sahib ambaye alikuwa bashiri wetu anaeleza tukio lake kwamba yeye pia alijiunga na jumuiya kwa sababu ya kanuni hii. anasema kwamba katika Shimla Maulwi Abdurrahman and Maulwi Muhammad Hussein na vile vile watu wengine walikuwa wanashauriana kwamba dhidi ya Mirza Sahib tufanye nini. कि मैं अब मुबाहिसा नहीं करूंगा। Maulwi Abdurrahman akasema kwamba Mirza Sahib ameshawahi kutangaza kwamba mimi sitafanya mjadala tena, basi sisi tunatangaza kuhusu mjadala. yeye akisimama kwa ajili ya kujadili nasi tutasema kwamba alisema uongo. kwanza alitangaza kwamba yeye hatafanya mjadala na mtu yeyote, lakini sasa amekuwa tayari kujadili nasi.
na hata kama yeye hakubali mjadala wetu, sisi tutasema kwamba angalieni, huyu Mirza Saheb ameshindwa, hakuweza kufanya mjadala nasi. Maulvi Umardin akasema kwamba kuna haja gani ya kufanya hivi, mimi naenda mwenyewe na namuua Mirza Saheb. Maulvi Muhammad Sayan akasema kwamba ewe kijana, wewe hujui hayo yote tumeshawahi kufanya, na njama za aina hii tumeshawahi kufanya. Maulvi Umardin Saheb akapata athari sana kwa kusikia hii kwamba yule ambaye amelindwa na Mwenyezi Mungu kiasi hiki lazima atakuwa kutoka kwake. Maulvi Umardin alipofanya bayat, alipokuwa narudi njiani alikutana na Maulvi Muhammad Hussain Batalwi Saheb katika stesheni ya Batala, na Maulvi Muhammad sana akamuuliza kwamba unaenda wapi. Maulvi Umardin Saheb akasema mimi narudi kutoka Qadian baada ya kufanya bayat. Maulvi Muhammad sana akasema wewe ni mwenye shari sana, nitamwandikia barua baba yako kuhusu wewe. Maulvi Umardin akasema kwamba hayo yote yalitokea ni kwa sababu yako wewe. Basi wapinzani wanataka kumuua nabii wa Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu anawasalimisha na anawalinda. Lakini yule anayeleta uadui ikiwa ana roho safi, basi yeye mwenyewe anakubali. Hapo mwanzoni nilioeleza kuhusu kesi ya uwaji, na kesi hii ilifanywa kutoka kwa Wakristo. Maelezo yake Al-Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza, na katika kesi ilikuwa kesi ya Dr. Martin Clark, na Maulvi Muhammad Hussain Batalwi alikuja kwa kutoa ushahidi namna gani Mwenyezi Mungu alimfedhehesha. Al-Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza katika hutuba yake kuhusu tukio hili kwamba Dr. Martin Clark alidai mahakamani kwamba kwa ajili ya kuniua Mirza Saheb ametuma mtu, na maulama wa Kiislamu pia walikuwa pamoja naye katika kesi hii. Maulvi Muhammad Hussain Saheb Batalwi katika kesi hii alikuja kutoa ushahidi dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kupitia ufunuo kwamba sheikh moja atakuja dhidi yako katika kesi, lakini Mwenyezi Mungu atamfedhehesha. Na ingawa Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina alayhi salatu wassalam, na ikiwa mtu anafanya hila kwa ajili ya kujiokoa, mtu anaruhusiwa kufanya hivi. Lakini Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Maulvi Fazluddin Saheb aliyekuwa wakili wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, yeye mwenyewe aliniambia kwamba nilipotaka kumuuliza swali kutoka kwa Muhammad Hussain Batalwi, lakini Sayyidina alayhi salam alinizuia nisimuulize swali lile kwa sababu ya swali lile alikuwa anafedheheka. Na katika kesi hii ni kawaida kwamba wapinzani wanaulizwa maswali ili uhakika wake ujulikane. Maulvi Fazluddin Saheb alipoweka maswali yote mbele ya Sayyidina alayhi salatu wassalam aliyotaka kumuuliza Maulvi Muhammad Hussain Batalwi, kutoka katika maswali haya kwa kusikia swali moja Sayyidina alayhi salam akasema kwamba mimi siwezi kubali kwamba umuulize swali hili. Maulvi Fazluddin Saheb akasema kwamba kwa sababu ya kumuuliza swali hili, kesi yako itakuwa na nguvu, na ikiwa swali hili halikuulizwa basi kesi yako itakuwa dhaifu. Na huyu Muhammad Hussain Batalwi anadai kuwa kiongozi wa Waislamu, lazima nithibitishe kwamba yeye si mwenye heshima sana. Lakini Sayyidina alayhi salam akasema kwamba mimi siwezi kukuruhusu kwamba umuulize swali hili. Maulvi Fazluddin Saheb wakati alikuwa si mwanajumuiya, alikuwa Hanafi. Hata yeye alikuwa kiongozi wa Hanafi, hata alikuwa member wa Anjam Luqmania. Kwa hivyo yeye alikuwa mpinzani wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Lakini wakati wote katika hafla za wasiokuwa na jumuiya, yeyote aliyekuwa akimshutumu Sayyidina alayhi salatu wassalam, yeye alikuwa akisema kwamba si hivyo, mimi nimeshuhudia kwamba hulka za Mirza Saheb ni za aina hii kwamba katika maulama wetu hakuna hata mmoja ambaye anaweza kufanana naye. Na mimi mwenyewe nimemjaribu mara kwa mara kwamba hakuna shekhe yote ambaye anaweza
kuwa na hulka zile alizokuwa nazo Mirza Saheb. इस्लाम को मुजरम बनाती है. Sasa angalieni kwamba hapa ilham inatolewa kwamba mdui atafedheheshwa na ushahidi wake unamfanya Sinam alayhi salatu wasalam kuwa mkosefu. Lakini swali lililokuwa liliweza kuangusha heshima ya mdui, Sinam alayhi salam hakumruhusu wakili wake kwamba amuulize. आपकी इज्जत कायम की. Lakini wakati Mwenyezi Mungu alipomwambia kwamba Mwalimu Muhammad Hussein atafedheheka, और दूसरी तरफ गैर मामूली सामान पैदा करके hivi Mwenyezi Mungu alithibitisha mbele ya wakili pia kwamba heshima ya Sinam alayhi salatu wassalam ni kubwa sana, na vile vile alimfedhehesha mdui wake pia, पकड़ूंगा. na alifedheheka hivi kwamba yule hakimu aliyekuwa बावजूद इसके mdui wake alipomuona Sinam alayhi salatu wassalam, hali ya moyo wake ilibadilika mara moja, na licha ya kuwa na hali hii kwamba Sinam alayhi salam alienda mbele yake kama ni mtu aliyeshutumiwa na aliyelaumiwa, na hakimi akamkalisha juu ya kiti. Na Mwalimu Muhammad Hussein alipokuja kwa ajili ya kutoa ushahidi, alikuja kwa tegemeo hili kwamba Mirza Saheb atakuwa amevishwa pingu na atakuwa amesimama. Lakini alipoona kwamba Sinam alayhi salatu wassalam amekaa karibu na hakimu, na kwa kuona hali hii akapata hasira sana na akadai kwamba yeye pia apewe kiti. Mwalimu Muhammad Hussein Batali akasema kwamba mimi ni kutoka katika familia yenye heshima, na wakati napokwenda kumwona gavana napewa kiti. Hakimu wakasema kwamba wakati mtu anakutana na gavana, mtu wa kawaida pia anapewa kiti, lakini hapa ni mahakama, familia ya Mirza Saheb ni yenye heshima sana, kwa hiyo mambo yao ni tofauti na mambo yako. पैदा हुई ये डिप्टी कमिश्नर के, और वो भी अंग्रेज, इसने दावा किया था कि Kwa kuona uso wa Sinam alayhi salatu wassalam, hali ya hakimu iliyobadilika, yule hakimu aliyedai kwamba yeye atamkamata, jambo hili si jambo la kawaida, मजहब का na ilikuwa si upinzani wa kawaida uliofanywa dhidi ya Captain Douglas, मुस्लिम मौत फरमाते हैं. kwa sababu kesi ile ilipata rangi ya dini. Kwa kueleza maelezo yake, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba siku chache kabla ya kusikilizwa kwa kesi ile alisema kwamba mtu mmoja amedai kuwa Masihi Maud, na kwa hivi anafedhehesha Masihi wetu. Kwa nini yeyote hakumkamata? ये केस वारंट Mtumishi wa deputy commissioner aliyekuwa hakimu aliyetaka kutoa hukumu ya kumkamata Sinam alayhi salam, mtumishi wake asema kwamba hii si kesi ya kutoa amri ya kumkamata, bali hii ni kesi ya kutuma ujumbe kwamba aje mahakamani. Wakati ule Jalaluddin Sahab alikuwa inspector wa polisi, alikuwa si mwanajumuiya, lakini alikuwa mtu mwenye huruma sana. Yeye pia alimwambia deputy commissioner kwamba hii itakuwa dhulma sana ikiwa unatoa amri ya kumkamata. Hii si kesi ya kutoa amri ya kumkamata, bali ni kesi ya kutuma ujumbe kwamba aje mahakamani. Kwa hiyo kwa jina la Sinam alayhi salam ujumbe ulitolewa, na inspector Jalaluddin alienda Qadian na ujumbe ule. Sawa na tarehe iliyopanga, Sinam alayhi salam alienda Batala na deputy commissioner alikuja kule. Wakati Sinam alayhi salam alifika mahakamani, yule deputy commissioner aliyesema kwamba mtu mmoja anamfedhehesha Yesu Kristo, kwa nini hakuna mtu yeyote anayekamata yeye? Akamheshimu Sinam alayhi salatu wassalam na akampatia kiti kule mahakamani, na akamwambia kwamba wewe unijibu katika hali ya kukaa, haina haja ya kusimama. Katika kesi hii Mwalimu Muhammad Hussein Batalvi alienda kwa kutoa ushahidi dhidi ya Sinam alayhi salam, na watu wengi walijumuika nje ya mahakama, na watu walikuja kwa shauku sana kwa kusikiliza kesi hii. Mwalimu Muhammad Hussein Sahab alipofika mahakamani, na kama nilioeleza kwamba alipomkuta Sinam alayhi salam amekaa ameketi, basi akapata hasira sana, na kwa sababu alikuwa na wazo hili kwamba atakapokwenda mahakamani Mirza Saheb atakuwa amevishwa pingu na atakuwa katika hali mbaya.
lakini hali ilikuwa kinyume na maoni yake na kinyume na wazo lake. डॉक्टर मार्टिन क्लार्क na kesi ilikuwa katika deputy commissioner alikuwa mzungu na padri pia alikuwa mzungu ambaye ni Dr. Martin Clark. Hazur anasema kwamba hii ni mashuhuri kwamba alikuwa mzungu lakini alikuwa katika kizazi cha Pathan aliyemuua mzungu. मगर फिर भी दुश्मन नाकाम और नामुराद रहा. Molvi Muhammad Hussain Batalwi alienda kule kwa kutoa ushahidi, lakini hata katika hali hii pia mdui alishindwa na Sayyidina al-Islam aliheshimiwa sana kule mahakamani. मोहम्मद हुसैन साहब ने जब देखा Wapinzani wa Sayyidina al-Islam walifedheheka sana. जिक्र हो चुका है. Mwalimu Muhammad Hussain saheb alipoona kwamba Sayyidina al-Islam amepewa kiti badala ya kusimama katika sehemu ya kutoa ushahidi, kwa kuona hali hii alikasirika sana Mwalimu Muhammad Hussain Batalwi na akamwambia deputy commissioner kwamba yeye pia apewe kiti. Wakati yule wazungu walikuwa wakidhani kwamba mashekhi ni wabaya sana. Deputy commissioner akamwambia kwamba hii ni hiari yetu kwamba tumkalishe mtu yeyote au tusimkalishe mtu yeyote, कुर्सी मशीन है इसलिए मैंने उन्हें कुर्सी दी है. तुम्हारी हैसियत क्या है? na akasema kwamba mimi niona kwamba familia ya Mirza Sahib ni yenye kiti, kwa hiyo nimempatia kiti. Wewe ni nani? Mwalimu Muhammad Hussain akasema kwamba mimi ni advocate wa al-Hadith na mimi namwendea gavana na kule pia napewa kiti. कुर्सी पेश की जाएगी. ये अदालत है. Deputy commissioner akasema kwamba mimi naona kwamba wewe ni mjinga, mtu yeyote akimwendea gavana kule atapewa kiti, lakini hapa ni mahakama, si gavana, nyumba ya gavana. Mwalimu Muhammad Hussain hakuridhika na jibu la commissioner, akaanza kujadili na commissioner. Commissioner pia akapata hasira, akasema kwamba usizungumze sana, ukae kwa nyuma na usimame karibu na viatu. Wafanya kazi wa mahakama pia wanafuata maoni na amri za mahakimu. Kwa hiyo alipomsikia hakimu anasema hivi, akamkamata Mwalimu Muhammad Hussain akamleta karibu na viatu. Mwalimu sahab akaona kwamba hii amefedheheka, watu maelfu wamesimama nje, wao wakijua kuhusu fedheha yangu hii, wao watasema nini? Kwa hiyo yeye akatoka nje ya chumba cha mahakama. Kwenye waranda kilikuwa kiti kimoja, akaona kwamba hii ni nafasi nzuri ya kuficha fedheha. Kwa hiyo mara moja akaketi juu ya kile kiti na akadhani kwamba watu wakimwona kwamba ameketi wataona kwamba alipewa kiti huko ndani pia. Na yule mfanyakazi wa mahakama aliyewahi kuona maoni ya hakimu alipomwona Mwalimu Muhammad sana ameketi kwenye baranda, akaona kwamba hakimu akimwona ameketi atakasirika. Kwa hiyo akamwambia Mwalimu Muhammad Hussain kwamba aache kiti na asikae juu ya kiti. Kwa hiyo akaacha kile kiti pia, na alipotoka nje alikuta watu wamekaa juu ya shuka, walikuwa wanasubiri kuhusu hukumu, na aliona nafasi kidogo juu ya shuka na akakaa pale. Shuka lile lilikuwa la Mwalimu Muhammad Baksh Saheb wa Batala, alikuwa baba wa Mwalimu Muhammad Hussain Saheb, alikuwa bashiri wa jumuiya. Mtoto wa mwenye shuka lile baadaye alikuwa bashiri wa jumuiya. Wakati ule Mia Muhammad Baksh Saheb alikuwa si mwana jumuiya, baadaye alijiunga na jumuiya, na shuka lile lilikuwa la bana Mia Muhammad Baksh Saheb. Muhammad Hussain Saheb akakaa juu ya shuka lake. Alipomwona Mwalimu Muhammad Saheb amekaa juu ya shuka lake akashirika sema, uache shuka langu, umeharibu shuka langu wewe, kwa kuwa sheikh umekuja kutoa ushahidi dhidi ya Sayyidina al-Islam. Kwa hiyo akaacha shuka lile. Kwa hiyo upande zote Sheikh Muhammad Hussain alidhalilika. Sasa angalieni, hizi ni nishani za Mwenyezi Mungu, kwamba namna gani Mwenyezi Mungu alimpatia heshima Sayyidina alayhi salatu wassalam. Tena si hii nishani moja tu aliyeona Douglas, bali Mwenyezi Mungu alimwonyesha nishani chungu mzima aliyekumbuka mpaka mwisho wa uhai wake. Na Muslimu anasema aliniambia pia kuhusu nishani hizi 1924 nilipokwenda London, alinielezea kuhusu kesi hii vizuri. Na Ghulam Haidar aliyekuwa head clerk wa Captain Douglas alikuwa mwenyeji wa Rawalpindi, baadaye akawa tahsildar. Mkurugenzi alikuwa mwenyeji wa Sargodha. Yeye mwenyewe alinielezea tukio hili
kwamba wakati ilipokuwa kesi ya Dr. Martin Henry Clark, wakati ule nilikuwa head clerk kwa deputy commissioner wa Gurdaspur. Wakati mahakama ulipokwisha, deputy commissioner saheb akasema kwamba tunataka kwenda Gurdaspur mara moja, kwa hiyo ufanye mpango wa tiketi na ufanye mpango wa safari. kwa hiyo mimi kwa ajili ya kupanga safari nikaenda stesheni. nilikuwa nimesimama nje ya waranda, nikamuona kwamba Sir Captain Douglas anatembea barabarani, mara anaenda huko mara anaenda huku, na uso wake ni wenye wasiwasi sana. nilimwendea nikamwambia, bwana, wewe unatembea nje na kwa ajili yako nimeweka kiti huko katika waiting room, chumba cha wasafiri. Akasema kwamba usiniulize swali lolote kwa sababu mimi sisikii vizuri. nikamuuliza kwamba niambie kwa nini usikii vizuri, sababu yake ni nini, ili niweze kukusaidia kwa kusikia hii. Akasema kwamba tangu nimemuona uso wa Mirza Sahib, tangu wakati ule mimi naona kwamba kama kuna malaika kwa kumwashiria Mirza Sahib. Anasema kwamba Mirza Sahib si mwenye makosa, ye hakufanya makosa. baada ya kusikiliza kule mahakama nimekuja hapa, na hapa napotembea, napokwenda upande zote, kila upande naona uso wa Mirza Sahib, na anasema kwamba mimi sikufanya kosa hili, hii kesi ni kesi ya uongo. Napokwenda upande mwingine kule pia namkuta Mirza Sahib amesimama na ananiambia kwamba kesi hii ni ya uongo, mimi sikufanya kazi hii. mimi nikibaki katika hali hii, mimi nitakuwa mwenda wazimu. mimi nikamwambia kwamba bana, uende kule katika chumba cha wasafiri. Superintendent police pia amekuja, yeye pia ni mzungu, tunamuita, labda kumsikiliza yeye utapata utulivu kwa kusikia jina la Superintendent police. Sir Douglas akasema kwamba sawa, umuite. kwa hiyo mimi nikamuita Superintendent police. alipokuja Sir Douglas akamwambia kwamba hii ndiyo ni hali, mimi nimekuwa kama ni mwenda wazimu, natembea hapa stesheni upande huu, napokwenda kula na mkuta Mirza Sahib amesimama na uso wake unasema kwamba mimi si mwenye makosa, kesi hii ni kesi ya uongo imefanywa dhidi yangu. Napokwenda upande mwingine kule pia namuona Mirza Sahib amesimama na anasema kwamba mimi si mwenye makosa, hii kesi ni kesi ya uongo. na hii ndio ni hali yangu, mimi nimekuwa kama ni mwenda wazimu. Je, unaweza kunisaidia katika hali hii? Pengine mimi nitakuwa mwenda wazimu. Superintendent police kwa kusikia hii akasema kwamba katika hii si kosa la mtu mwingine, bali ni kosa lako wewe mwenyewe, kwa sababu shahidi umemwacha katika mikononi mwa mapadri. ni yeye ambaye anasema kwamba alitumwa kwa ajili ya kumuua Dr. Martin Clark, na wewe umempatia yule mtu hawa mapadri. yoyote wanamfundisha yeye anakuja mahakamani na anasema yale maneno pale mahakamani, basi umpatie huyo mtu polisi kisha one anasema nini. mara moja Captain Douglas akatoa hukumu kwamba police ipewe Abdul Hamid. kwa hiyo sawa na hukumu hii, Abdul Hamid alichukuliwa kutoka kwa mapadri na polisi ilipewa. kesho yake yule mtu akakiri kwamba niliendelea kusema uongo. Superintendent police anasema kwamba nikamwambia kwamba aseme kweli kweli. mwanzoni alisema kwamba yeye alitumwa na Mirza Sahib kwa ajili ya kumuua Dr. Martin Clark. aliendelea kusisitiza mwanzoni, lakini mimi nikaona kwamba huyu mtu anawaogopa mapadri. nikamwambia kwamba nimeshachukua hukumu toka kwa deputy commissioner, wewe hutarudi tena kwa mapadri, kwa hiyo usiogope, utabaki hapa na polisi. kwa kusikia hii akaanguka juu ya miguu wangu na akasema kwamba commissioner Sahib uniokoe, mimi niliendelea kusema uongo mpaka leo. yeye akaniambia kwamba bwana, je, ulikuwa huoni kwamba wakati nilipokuwa nikija kwa ajili ya kutoa ushahidi kila mara nilikuwa nikiona mkono wangu? sababu yake ilikuwa hii kwamba wakati mapadri waliponiambia kwamba niende mahakamani na nitoe ushahidi kwamba mimi nilitumwa na Mirza Sahib kwa ajili ya kumuua Martin Clark, na aliniamuru kwamba niende katika nyumba ya mtu fulani, na huyu mtu alikuwa Kutubuddin Sahib ambaye mjukuu wake anasoma katika Jamia Ahmad ya siku hizi. na akasema kwamba
साहब का नाम nilikuwa siwajui wanajumuia wa kule, siwezi kukumbuka jina la yule mtu. kwa hivyo mapadri walikuwa wakiandika jina la kutub saheb katika mkono wangu nilipokuwa nikija kwa ajili ya kutoa ushahidi. wakati deputy commissioner saheb alikuwa akiniulizwa kwamba mradha ulienda katika nyumba ya nani, nilikuwa nikiona mkono wangu, na kwa kusoma jina nilikuwa nikisema kwamba Mirza saheb alinitumia kwa nyumba ya mtu fulani. ili muradi akanielezea hali yote iliyotokea, na katika tarehe ijayo Sir Douglas akamwacha huru Sayyidina alayhi salatu wassalam. angalieni matukio haya yote ni nishani za Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu, lakini Mwenyezi Mungu alifanya nishani zingine pia kwa ajili ya Sir Douglas. nishani moja ilikuwa hii kwamba wakati alipokuwa anatembea alikuwa anaona picha ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na picha ile ilikuwa inasema kwamba mimi si mwenye makosa. Halifa wa pili anasema kwamba Sir Douglas mwenyewe pia alinielezea hivi kwamba siku moja nilikuwa nimekaa nyumbani, ISIS wa bara la India alikuja na akaniuliza kwamba niambie tukio maalum wa maisha yako. kwa hiyo nilimwambia tukio hili la Mirza Saheb. nilipokuwa naeleza tukio hili la Mirza Saheb, mtumishi wake akanipatia kadi, akasema kwamba mtu mmoja amesimama nje na anataka kukutana nami. nikamwambia umuite hapa ndani. yule mtu alipokuja ndani nikamwambia, ewe kijana, mimi sikutambui, wewe ni nani? yule kijana akasema kwamba hunitambui mimi, lakini unamjua baba yangu vizuri. jina lake lilikuwa Padri Warisdin. nikasema ndiyo, nilikuwa nazungumza kuhusu baba yako. na kijana huyo akasema kwamba nimepata habari sasa hivi kwamba Padri Warisdin amekufa. huzur anasema kwamba Warisdin alikuwa padri kwa ajili ya kumfurahisha Dr. Martin Clark. alifanya kesi hii, yani alisaidia katika kesi hii Dr. Martin Clark, lakini Mwenyezi Mungu alimfufulia haki deputy commissioner, na aliyekuja kutoa ushahidi yeye pia alikiri kwamba yoyote inayofanywa si sahihi. na wakati ule ilipokuwa inazungumzwa kuhusu Sir Warisdin, wakati ule kijana wake kuja kwake pale na kutoa habari ya kifo chake, hii ilikuwa kitu cha ajabu. Sir Captain Douglas saheb alipokuwa akikutana na watu mbalimbali alikuwa akiwaelezea tukio hili. alimwambia Chaudhry Fatima Masafsal na Chaudhry Muhammad Rullah Khan saheb pia aliwaelezea tukio hili. Hadha Muslim anasema kwamba 1924 nilipokwenda kule London, wakati ule afya wa Captain Douglas ilikuwa nzuri. yani tukio hili lilitokea miaka 32 iliyopita, na katika umri wa miaka 93 Douglas alifariki, na katika mwaka 1924 umri wake ulikuwa miaka 61. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba nilipokwenda mara ya pili katika mwaka 1953, wakati ule nilipomuita Captain Douglas na akatoa udhuru kwamba nimeshakuwa mzee, nimezeheka, mimi siwezi kutembea, kwa hiyo siwezi kuja. Hadhrat Muslim anasema kwamba nasikitika kwamba wakati ule tulikuwa na gari, tungetuma gari ili angeweza kuja au sisi tungeenda nyumbani kwake, lakini baada ya muda mfupi yule Douglas alifariki. Anasema alifa pili kwamba hizi ni nishani za Mwenyezi Mungu. kwa kupitia nishani hizi anathibitisha ukweli wa manabii wake. Mwaminio anatakiwa kwa ajili ya kuwa mwaminio afanye juhudi. ikiwa anakuwa mwaminio mkweli, lazima Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa kuboresha imani yake, na bila kuwa na imani ya aina hii hakuna ladha ya imani na hakuna faida ya imani ya ile ambayo haifungui macho ya mtu. yule anayekuwa kipofu katika dunia hii atakuwa kipofu katika akhera, na yule ambaye haoni nishani katika aya hizi yeye hataona nishani wazi katika akhera. yule anaiona nishani waziwazi katika dunia hii, bila shaka katika akhera pia anaona nishani za Mwenyezi Mungu. Huzur anasema kwamba silsila hii ya nishani inaendelea kupatikana tangu tukio hili limetokea, ni zaidi ya miaka 100, na hii ilikuwa nishani kubwa sana ya kweli wa Sayyidina al-Islam. na nishani hii ina
ikadhihirika hivi kwamba mjukuu wa captain douglas akanitumia ujumbe kwamba mimi nataka kufanya bayat नेक काम मेरे नाना से हुआ था इतनी बड़ी नेक na akasema kwamba mimi nafikiria kwamba कि मैं अमीर में शामिल babu yangu amefanya kazi gani nzuri kwamba nimepata hamu hii kwamba nijiunge na jumuiya na hazur anasema kwamba hii ndiyo ni nishani kwamba kwamba siku hizi mjukuu wake anaona kwamba ukweli alionyeshwa captain douglas yeye hakupokea jumuiya kwa kuona ukweli ule lakini mimi napokea jumuiya kwa kuona ukweli ule kuhusu mjukuu wa dr martin clark nimeshawahi kueleza kwamba mjukuu wake alikuja hapa na alitangaza kwamba babu yangu alikuwa mwongo na sainam alah salam alikuwa mkweli hadrat musleh maud raziallahu taala anhu anasema kwamba basi mwaminio anatakiwa aendelee kufanya maombi na kumkumbuka mwenyezi mungu kwamba apate siku ile ambayo wakati mwenyezi mungu atafungua ukweli wa dini tukufu ya islam kwa ajili yake जब ये हो जाए तो फिर रात और दिन और साल na aweze kuona uso yenye nuru ya mwenyezi mungu hali hii itakapotokea katika hali usiku na mchana miaka ya dhiki au miaka ya faraja si kitu chochote kwa ajili yake bali inakuwa sawa kwake yaani ikiwa mtu anapoona uso wa mwenyezi mungu anapoona uso wa mtume wake muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hali hii yeye hajali kuhusu furaha bali anakuwa anajali kitu kimoja tu yaani anakuwa katika mapenzi ya mwenyezi mungu kila wakati na mtu aina hii anakuwa mwenye furaha kila wakati na anakuwa na utulivu na hamwogopi mtu yeyote kama kesi ya karamdin bhiwala ilipofanywa dhidi ya sayyidina alayhi salatu wasallam wakati yule hakimu alikuwa baniani mabaniani walimbembeleza na walisema kwamba lazima ampatie adhabu sayyidina alayhi salatu wasallam na aliahidi kwamba atafanya hivi khaja kamaluddin sahab alipopata habari hii yeye akaogopa akamwambia sayyidina alayhi salam kwamba kuna jambo la fikira sana kwamba mabaniani wamechukua hadi kutoka kwa hakimu kwamba lazima akupatie adhabu kwa hivyo uende kadhian kwa hiyo kukaa hapa gurdaspur si sahihi usikae hapa ukikaa hapa katika gurdaspur kesho hakim lazima atakupatia adhabu yoyote sinam alah salam akasema kwamba khaja saheb nikienda kadhian kutoka kule pia naweza kukamatwa basi kutoka kule nitaenda wapi hakimu anapewa hiari hata nikienda kule kadhian kule pia anaweza kutoa hukumu kutoka kule nikienda sehemu nyingine kule pia mimi siwezi kuwa katika ulinzi kule pia ninaweza kukamatwa kwa hiyo nitakimbia wapi na wapi khaja saba akasema kwamba hazur mabaniani wamechukua hadi kutoka kwa hakimu kwamba lazima akuadhibu wakati ule sayyidina alayhi salam alikuwa amelala akakaa na akasema kwamba khayasa kwa nini unaogopa kwa nini una wasiwasi ni nani ambaye anaweza kumkamata simba wa mwenyezi mungu na hivyo ndivyo ilivyotokea kwamba mahakimu wawili waliosikiliza kesi hii wote wawili walipewa adhabu kali sana mmoja wao alifukuzwa kazi na hakimu mwingine mtoto wake akawa mwenda wazimu na akajiangusha kutoka pala la nyumba na akafa na muslimu anasema kwamba yule hakimu aliathirika kiasi hiki kwamba wakati fulani ilikuwa naenda dili nilikutana na hakimu yule kule station ya ludhiana akaniambia kwamba niombee kwamba nina mtoto mwingine mwenyezi mungu amsalimishe nimefanya makosa mengi sana ilmuradi kauli ya sinam alayhi salatu wassalam ilitimia kwamba ni nani anayeweza kumkamata simba ya mwenyezi mungu basi ikiwa mtu anapokuwa wa mwenyezi mungu basi kila kitu cha dunia kinakuwa chake kama aliyomfunulia sinam alayhi salatu wassalam kwamba je tu mera ho rahe sab jag tera ho yani ikiwa wewe utakuwa wa mwenyezi mungu ulimwengu huu utakuwa wako na hakuna kitu chochote cha dunia kinachoweza kukudhuru wala hakuna mtu yeyote anayeweza kuleta shari dhidi yako basi
uwe wa mungu na uendelee kufanya maombi kwamba nyinyi muwe kwa ajili ya mwenyezi mungu. Hivi nyinyi mtakuwa katika utulivu na usalama, na kizazi chenu na warafiki wenu pia watakuwa katika usalama. Kumbukeni kwamba ikiwa jumuiya haibaki katika amani, nyinyi pia hamwezi kubaki amani, na jumuiya inaweza kubaki amani wakati kizazi chenu kitakuwa katika amani na usalama. Kisha Sadr Muslima radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu kesi hii anasema kwamba mimi nakumbuka kwamba wakati kesi hii ya Martin Clark ilipofanywa dhidi yake, nikafanya maombi usiku. Nikaona katika ndoto kwamba mimi narudi kutoka shule, napita katika njia ile ambapo ni nyumba ya Mirza Sultan Ahmad. Nataka najaribu kuingia katika nyumba yangu. Kule mimi nakuta kwamba kuna polisi chungu mzima. Kwanza walinizuia nisiingie nyumbani, lakini mtu mwingine akasema kwamba huyu ni mtu wa nyumbani, kwa hiyo anatakiwa aruhusiwe kwa kupitia varanda. Nilipokuwa karibu kwenda ndani, kule ilikuwa chumba kilichojengwa ndani ya ardhi, kilichojengwa na babu yetu, na pale kulikuwa ngazi na kuni ilikuwa ikiweka pale. Nilipokuwa karibu kuingia nyumba yangu, kule nikamkuta kwamba polisi wamemsimamisha Sayyidina alayhi salatu wasalam, na wameweka kuni mbele yake na nyuma yake, na mimi naona shingo lake tu, na nikaona kwamba wana polisi wanatia mafuta ya taa ili waweze kuwasha moto. Nilipoona kwamba wao wanataka kuwasha moto, nikajaribu kuzima moto, na katika hali hii wana polisi wakanikamata, na nikawa na wasiwasi kwamba isije wakawasha moto. Katika hali hii nikaona juu, na kule nikaona kwamba juu ya mlango ilikuwa imeandikwa katika maandiko mazuri kwamba wale wanakuwa Mwenyezi Mungu ni nani anayeweza kuwachoma. Anasema halifa wa pili kwamba si katika akhira bali katika dunia hii pia amani inakuwa kwa ajili ya waaminio. Sisi tumeshuhudia matukio chungu mzima za aina hii wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Wakati ule Sayyidina alayhi salam alikuwa hana upanga wala alikuwa hana ulinzi mwingine, lakini Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa ulinzi wake. Captain Douglas Saheb aliyemwelezea tukio lake kwa ICS Saheb, katika tukio lile alisema kwamba nilikuwa na wasiwasi sana kwa sababu kesi ilikuwa kesi ya uongo. Anasema nikatoa hukumu na haki ikajulikana. Anasema mimi sikuwahi kumuona mtu mwenye subra zaidi kuliko Mirza Saheb, kwa kuwa na hali hii kwamba kesi yenye hatari sana ilifanywa dhidi yake na aliteliwa hatarini. Lakini niliposema kwamba wewe unaweza kufanya kesi dhidi ya hawa wapinzani, lakini Mirza Saheb akasema mimi sitaki kufanya kesi dhidi ya hawa maadui wapinzani. Upinzani huu aliopata Sayyidina alayhi salatu wasalam sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu alilindwa. Hata si yeye alilindwa bali jumuiya yake iliendelea kupanuka, na Qadian pia iliendelea kupanuka. Kwa kueleza maendeleo haya, Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba kulikuwa wakati kwamba wanajumuiya walizuiliwa kwenda msikitini, na nyumba ya msikiti ilifungwa na njiani vizuizi viliwekwa ili waswaliaji wajigonge na waanguke, na wanajumuiya walikuwa hawaruhusiwi kuchota maji katika kisima. Hata wanaotengeneza vyombo wao pia walizuiliwa kwamba wauzie wanajumuiya vyombo vyao. Kulikuwa wakati kwamba matatizo haya yote yalipatikana, lakini hao watu wako wapi? Watoto wao wamejiunga na jumuiya, na wale watu waliotaka kufuta jumuiya watoto wao wanafanya juhudi ya kusambaza jumuiya hii. Na madarasa hii sawa na riwaya ya zamani ilikuwa
mashuhuri kwamba majini wanaishi hapa. Hata mtu yeyote alikuwa hapiti karibu na madrasa hii hata wakati wa mchana, lakini sasa muone majini hawa wamekimbia namna gani kutoka hapa. mimi nakumbuka kwamba wakati tulipokuwa tunapita katika uwanja wa shule hii, Sayyidina Alayhi Salam aliniambia ruya yake kwamba Kadhiani itakuwa imeenea mpaka Beas na upande wa kaskazini pia itakuwa imepanuka sana. Wakati ule wanajumuia kama 10 walikuwa wakiishi katika eneo hili, lakini sasa mnaona kwamba namna gani Mwenyezi Mungu amepatia maendeleo. Hazur anasema kwamba hata siku hizi Kadhiani imepanuka zaidi kutoka eneo ile. Wanajumuia wanajenga nyumba zao na jumuia inajenga guest house na quarters, na vile nyumba za jumuia zinajengwa, na tunaendelea kushuhudia maendeleo ya jumuia. Yule mpinzani aliyekuwa Baniani, yeye alikuwa akija msikiti wa Aqsa mara kwa mara kwa sababu ya hii kwamba watoto wanapiga kelele na watu wanakuja hapa, kwa sababu nyumba yake ilikuwa karibu na msikiti wa Aqsa. Leo nyumba ile imekuwa sehemu ya msikiti wa Aqsa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza kususa kwa wapinzani, Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba tulishuhudia kwamba Sayyidina Alayhi Salam alisuswa wakati watumishi walizuiliwa wasisafishe nyumba zetu na wasichote maji, na tuliona wakati ule pia kwamba wakati Sayyidina Alayhi Salam alipokuwa akienda nje, wapinzani walikuwa wakipiga mawe na walikuwa wakimfanyia mzaha. Lakini katika hali hii ya upinzani ilitokea nini? Kwamba nyinyi ambao umekaa mbele yangu 95% walikuwa upinzani, lakini sasa nyinyi 95% umejiunga na jumuiya na mko pamoja nasi. Kisha baada ya kifo cha halifa wa kwanza, kelele kilichopatikana hali yake imekuwaje? Sababu yake ilikuwa wale watu ambao walikuwa viongozi wa Sadr Nyumba Ahmadiyya walisema kwamba je, sisi tufuate kijana? Sasa angalieni, Mwenyezi Mungu amethibitisha heshima hiyo kijana kiasi hiki kwamba wameacha Kadhiana, wamekimbia kutoka Kadhiana, hawataki kuja hapa. Wale watu walisema kwamba 98% wako pamoja nasi na ni 2% tu iko pamoja na uhalifa, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hata 2% pia haipo pamoja nao, bali zaidi ya 98% wameshajiunga na jumuiya, yani wameanza kufuata uhalifa. Wakati ule, wakati halifa wa pili alipokuwa anatoa hutuba, watu walikuwa wamekaa mbele yake. Sasa hivi mimi naona kwamba watu waliokaa hapa mbele yangu ni zaidi ya wale walikuwa wamekaa mbele ya Hazrat Muslim Maud ta'ala anhu. Tena si hapa tu, bali katika msikiti wa Fazl watu wamekaa sasa hivi ni zaidi ya wale wanajumuiya walikuwa mbele ya Muslim Maud ta'ala anhu. Hii ni nishani ya kweli wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Basi mambo haya ni dalili ya ukweli wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam, na vile vile ni dalili ya msaada wa Mwenyezi Mungu uliopo pamoja na uhalifa, na yanadhidisha imani yetu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuzingatia matukio haya na mambo haya, na matukio haya yaweze kuzidisha imani yetu na imani ya kizazi chetu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر